Karibu sana kwenye somo hili la kipekee, somo la kina na pia ni somo la kiroho. Kama umejikuta unaangalia video hii kwa wakati huu, basi tambua kwamba hujafika hapa kwa bahati mbaya. Universe yenyewe imekuvuta ili uweze kupokea ujumbe huu. Nataka nikwambie wewe unayetazama video hii, mwaka wa 2026 sio mwaka wa kawaida. Ni mwaka unaobeba mabadiliko makubwa ya kiroho, kifedha pamoja na kiakili. Ni mwaka ambao nishati za kiulimwengu zinabadilika kwa kasi, na rangi zitakuwa ni mojawapo ya zana kuu ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuifikia bahati, pesa pamoja na mafanikio. Yapo mambo mengi sana nilishafundisha katika video za nyuma, lakini kipengele hiki cha rangi nilikuwa sijakigusia. Sasa basi naomba unisikilize kwa makini sana. Kwa kawaida watu wengi huwa wanadharau nguvu ya rangi, yaani huwa wanazichukulia poa rangi. Unakuta mtu anavaa tu nguo ya rangi yoyote ile anayojisikia, lakini hajui kwamba hiyo rangi imebeba energy fulani katika nguvu za universe. Ukweli wa kiroho ni kwamba rangi sio mapambo tu. Rangi ni vibration. Rangi ni lugha ya universe. Na pia rangi zina uwezo wa kuvutia au kufukuza nishati fulani. Kwa hiyo zingatia sana katika rangi unazozitumia mwaka huu. Unaweza ukawa unafuata energy fulani au unafukuza energy fulani pasipo wewe mwenyewe kujua. Kabla sijaingia deep katika somo hili, naomba uelewe kitu kimoja. Kila kitu hapa ulimwenguni ni nishati. Mawazo yako unayowaza ni nishati, maneno yako unayotamka ni nishati, na pia hata rangi unazozitumia ni nishati. Kila rangi huwa ina frequency yake, ina ujumbe wake wa kiroho, na pia ina mlango wake wa bahati. Na ndio maana unapoingia sehemu fulani unakuta unajisikia amani, au sehemu nyingine unahisi kama kuna mzigo fulani au uzito fulani. Hiyo ni kwa sababu ya mchanganyiko wa rangi pamoja na nishati zake. Mwaka huu wa 2026 universe itapendelea wale watu wanaojua kuji-align, yani kutumia alama sahihi kwa wakati sahihi na kuishi kwa uelewa wa kiroho. Na rangi zitakuwa ni silaha ya siri ya watu ambao wapo tayari kupokea nguvu nzuri kutoka kwa universe. Kwa hiyo wewe unayetazama video hii ni moja kati ya watu waliochaguliwa na universe ili kuweza kujua siri hii. Rangi ya kwanza iliyo na nguvu kubwa zaidi kwa mwaka wa 2026 ni rangi ya dhahabu au tunasema gold. Dhahabu sio rangi ya kawaida, ni rangi ya utajiri, mamlaka, ulinzi wa kiroho, baraka za mababu pamoja na nuru ya juu, yani higher consciousness. Kiroho, dhahabu huwa inawakilisha nishati ya jua, yani nishati ya mafanikio yasiyo na wivu au pesa inayokuja kwa njia safi. Sasa basi, hii rangi ya dhahabu utaitumia vipi ili kuweza kuvutia bahati yako ya pesa kwa mwaka huu wa 2026? Kitu cha kwanza, vaa kitu chenye rangi ya dhahabu siku za muhimu. Kwa mfano, kama umealikwa sehemu au una mtoko wako wa muhimu sana, vaa kitu chochote kile ambacho kina rangi ya dhahabu. Jambo la pili, tumia accessories zenye gold tone. Na pia tumia rangi ya dhahabu kwenye wallet unayobeba, cover ya simu yako na kwenye notebook yako ambayo huwa unajiandikia malengo yako au affirmations zako. Na pia unaweza ukatafuta peni yenye rangi ya dhahabu. Sio inayoandika kwa wino wa dhahabu, yani jinsi ilivyotengenezwa, yani imetengenezwa kwa kutumia rangi ya dhahabu. Ukijiweka kwenye vibration ya dhahabu, pesa zitakutambua na zitakufuata. Rangi nyingine ni rangi ya kijani au tunasema green. Hii ni rangi ya pesa pamoja na ukuaji. Kijani ni rangi ambayo haikosi kwenye bahati na inahusishwa moja kwa moja na utajiri unaokuwa pole pole lakini wa kudumu. Naomba mzingatie, utajiri unaokuwa pole pole lakini ukishaupata unakuwa ni ule utajiri wa kudumu. Kwa hiyo ni rangi ya kuizingatia sana kwa wale watu wanaotaka mafanikio ya kudumu kwa mwaka huu wa 2026. Kijani ni rangi ya ardhi, mimea, ukuaji pamoja na riziki endelevu. Mwaka wa 2026, kijani inawakilisha biashara zinazokuwa,
miradi inayozaliwa upya, pamoja na zile pesa zinazokuja kidogo kidogo, lakini kwa uhakika, na ukizipata umezipata. Jinsi ya kuitumia hii rangi ya kijani ili uweze kuvutia nguvu ya pesa na ukuaji wa pesa wa kudumu. Nisikilize kwa makini sana. Kitu cha kwanza, vaa nguo za kijani pale unapofanya maamuzi ya kifedha. Kwa mfano, wewe umeamua mwaka huu unataka kufanya biashara ya nguo za mitumba. Sasa pale unapokwenda kuchukua huo mzigo wa nguo za mitumba, make sure unakuwa umevaa nguo yenye rangi ya kijani. Na pia vaa nguo yenye rangi ya kijani pale unapofanya maombi ya kazi au mazungumzo ya kibiashara. Na pia unaweza kuweka mmea wa kijani ndani ya nyumba yako. Hapa kuna wale watu ambao huwa wanapenda kutumia maua halisia. Kwa hiyo katika ua utakalochagua, hakikisha linakuwa na rangi ya kijani. Achana na maua yenye rangi zingine. Focus kwenye kijani. Na pia naomba nitoe ushauri mdogo kwa wale watu ambao wanaishi kwenye nyumba zao. Yaani nyumba ambayo wewe ndio mwenye nyumba. Unaweza ukapanda mmea wowote nje ya nyumba yako. Unaweza ukapanda mti aidha wa matunda au mti tu wa kivuli ambao una rangi ya kijani. Hii itasaidia sana kuweza kuvutia positive energy na kuashiria nguvu ya kijani ya ukuaji wa pesa. Kwa jinsi ambavyo utakuwa unauhudumia huo mmea au huo mti, ndivyo ambavyo universe inakutunuku kwa kukuzidishia pesa na positive energy ndani ya nyumba yako. Lakini naomba nisisitize, hakikisha ni eneo ambalo wewe ndiye unayeweza kulicontrol. Usije ukapanda mti akaja mtu mwingine akaukata. Hapo utakuwa umeharibu kila kitu. Rangi nyingine ni rangi ya zambarau au papo. Hii ni rangi yenye nishati ya juu. Ni rangi ya watu wa kiroho, viongozi wa ndani, pamoja na watu wanaoongozwa na intuition. Intuition ni sauti yako ya ndani inayokuongoza kujua kitu kabla hakijatokea. Sasa kwa mwaka huu wa 2026, rangi hii ya zambarau inafungua mlango wa siri. Inakupa ulinzi dhidi ya mikosi pamoja na watu wabaya. Kwa kifupi, zambarau ni rangi ya jicho la tatu, busara, nguvu isiyokuwa na kelele au nguvu isiyoonekana au bahati ya ghafla. Sasa jinsi ya kuitumia hii rangi. Unaweza kuvaa nguo yenye rangi ya zambarau siku ambayo unaenda kukutana na watu wengi au siku yako ya tukio kubwa ambalo linahusisha watu wengi. Vaa nguo yenye rangi ya zambarau, itakupa intuition kali sana. Na pia unaweza kuvaa nguo yenye rangi ya zambarau katika mikutano muhimu, na unaweza kutumia mshumaa wa zambarau wakati unafanya meditation ili kuweza kufungua intuition yako zaidi. Na pia unaweza kutumia background ya papo kwenye simu yako katika nyakati za usiku. Kwa mwaka huu 2026, ukivaa nguo yenye rangi ya zambarau, universe inakusikiliza kwa umakini zaidi na inakupa ishara mapema zaidi kabla jambo halijatokea. Rangi nyingine ni rangi nyekundu. Hii ni rangi ya nguvu pamoja na hatua. Nyekundu kwa Kiingereza inaitwa red. Nyekundu ni rangi ya moto, hatua, ujasiri pamoja na kufungua milango iliyofungwa. Kwa mwaka huu 2026, rangi nyekundu itasaidia watu waliokwama, watu waliopoteza nguvu na wale watu wanaotaka kurudi kwenye mstari wa ushindi. Kuna watu ambao katika mwaka uliopita wamepitia mambo ambayo yamewafanya wakose ujasiri au wakate tamaa kabisa, wakose kujiamini katika huu mwaka unaoanza. Sasa basi, kama unataka kurudisha confidence yako ili uweze kujiamini tena katika jambo lolote lile, rangi nyekundu ni kwa ajili yako kwa mwaka huu. Lakini naomba nitoe tahadhari. Hii rangi nyekundu itumike kwa kiasi, sio kila siku. Yaani sio kwamba wewe sasa ndo kila siku nyekundu. Hapana. Naomba nisikilize kwa makini sana. Jinsi ya kuitumia hii rangi nyekundu. Vaa pale wakati ambapo unataka kujiamini, unataka kusimama imara au unataka kuvunja hofu. Tumia kitu kidogo tu chekundu. Unaweza ukavaa bangili, saa, hereni au hata katika mavazi yako yakawa na rangi nyekundu. Kwa mfano, kama unataka kwenda kuzungumza mbele za watu,
basi unaweza kuinclude rangi nyekundu katika mavazi yako. Au kama unataka kufanya kitu ambacho kinahitaji confidence yako, maybe wale watu wa stand up comedy, unataka kwenda kufanya stand up comedy, kuongea mbele za watu ili uvute umakini wa watu na utoe ushawishi katika kile kitu unachokifanya, basi zingatia sana rangi nyekundu. Rangi nyingine ni rangi ya blue. Hii ni rangi ya amani pamoja na maamuzi sahihi. Blue ni rangi ya hekima, amani ya akili, mawazo safi pamoja na mawasiliano sahihi. Kwa mwaka huu wa 2026, watu watapata pesa kwa kupitia maamuzi sahihi na sio pupa. Wale watu wanaokurupukia vitu, huu mwaka sio wao. Huu ni mwaka wa watu ambao wametulia na wanafanya maamuzi sahihi. Sasa hii rangi ya blue itakusaidia wewe kuweza kuona mbali na kufocus. Jinsi ya kuitumia hii rangi, naomba unisikilize kwa makini. Vaa rangi ya blue pale unapokuwa na msongo wa mawazo au stress. Na pia unaweza kutumia rangi ya blue ukiwa unapanga mipango yako. Na pia kama unataka kurelax au unataka kujipumzisha mwili wako, hakikisha chumba chako kinakuwa kimetawaliwa na rangi ya blue. Inaweza ikawa ni dark blue au light blue, yaani blue yoyote ile, lakini hakikisha ni blue ambayo inakupa wewe utulivu. Kumbuka kwamba akili tulivu huwa inavutia bahati tulivu, lakini inakuwa ni bahati kubwa. Kwa hiyo hizo ndizo rangi ambazo zinabeba bahati kubwa sana kwa mwaka huu 2026. Zitumie ipasavyo. Tumia kwa kadiri ambavyo nimekuelekeza. Utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio, na mwaka huu utakuendea vizuri zaidi ukiunganisha na yale ambayo nimeshafundisha katika video za nyuma. Lakini zipo rangi ambazo unatakiwa kuziepuka kuzitumia kwa mwaka huu 2026, na kama ukizitumia basi uzitumie kwa tahadhari. Sio kila rangi ni nzuri kila wakati. Kwa hiyo naomba unisikilize. Kwa mwaka huu 2026, rangi nyeusi au katika vitu vyako unavyovifanya, ukizidisha rangi nyeusi kupita kiasi, itazamisha nishati au itameza nishati nyingine nzuri. Kwa hiyo epuka sana kutumia rangi nyeusi au itumie kwa uchache sana. Na pia kuna rangi ya grey au rangi ya kijivu. Punguza au acha kabisa kuitumia kwa mwaka huu 2026. Rangi nyingine ni rangi ya brown iliyokolea au dark brown. Hii rangi inawakilisha kuchoka bila maendeleo. Kwa hiyo ukiitumia sana utajikuta unachoka huku ukiwa hujafanya kitu chochote kile. Naomba nikukumbushe tena, rangi sio mapambo, rangi sio fashion tu, rangi ni lugha ya nishati. Kila rangi unayovaa, unayoizunguka au unayoitumia mara kwa mara, inatuma ujumbe moja kwa moja kwa universe kuhusu wewe ni nani na uko tayari kupokea nini. Na ndio maana kuna watu huwa wanabadilisha rangi wanazotumia na ghafla wanaanza kuona fursa zinaanza kujitokeza. Kuna watu wakiacha rangi fulani, mizigo inatoka bila hata kupambana. Na pia kuna watu hawabadilishi chochote, lakini maisha yanabaki pale pale. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini? Sasa haya sio maneno ya kufikirika. Hizi ni kanuni za nishati ambazo zimekuwepo kabla hata sisi hatujazaliwa. Kwa mwaka huu 2026, universe haitaki watu wanaofanya mambo kwa mazoea. Inatafuta watu wanaoishi kwa ufahamu na kuishi kulingana na kanuni za universe. Kuanzia leo hii, ukianza kuheshimu rangi, utaanza kuona mabadiliko madogo, kisha mabadiliko makubwa zaidi yatakuja katika maisha yako. Na kama moyo wako umejeruhiwa, jua kwamba bado una thamani. Wewe ni wa thamani sana hapa duniani, na hata kuja kutokea mtu kama wewe hapa duniani, bado una mwanga, bado una nafasi ya kuanza upya.
unao uwezo wa kubadilisha maisha yako kuanzia sasa. Leo nataka nikukumbushe jambo hili hapa. Hauhitaji nguvu nyingi ili kuanza tena. Unahitaji nishati sahihi na kuitumia kwa wakati sahihi. Na hapo ndipo rangi zinapokuja. Tafadhali sana usipuuze ujumbe ulioupata katika video hii. Rangi ni ishara ndogo, lakini huwa inabeba ujumbe mkubwa sana. Ni njia ya kuiambia nafsi yako na universe kwamba bado nipo na bado nina matumaini. Hata kama leo utaanza kwa rangi ya kijani ya matumaini, rangi ya dhahabu ya kujithamini au rangi ya zambarau ya ulinzi wa kiroho, jua kwamba umechukua hatua kubwa sana. Usijilaumu kwa jana, usijihukumu kwa makosa ya zamani yaliyopita. Achilia ya nyuma yote. Chagua rangi yako kwa ajili ya leo na iruhusu ikuambie taratibu kwamba kuna mwanga mbele, kuna matumaini mbele na wewe ni mshindi. Na kumbuka kwamba giza halidumu milele, lakini rangi inabaki kuwa ushahidi ya kwamba nuru ipo. Kwa hiyo chagua rangi yako, chagua matumaini yako na ruhusu maisha ya kukumbatie tena. Zingatia sana rangi nilizokutajia siku ya leo. Zifanyie kazi na utaona mabadiliko makubwa sana katika maisha yako. Kama utajikuta umevutiwa na video hii au kuna msukumo fulani kutoka ndani yako na upata, basi hiyo ni kwa sababu ndani yako tayari kuna mbegu ya mafanikio. Wewe tayari ni mtu mwenye mafanikio. Watu wasiokuwa tayari kukua huwa hawavutiwi na jumbe za aina hii. Hawavutiwi kabisa na video za namna hii. Nataka ujue leo hii kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtu anayesonga mbele hata kama safari yako imekuwa ngumu. Wewe ni mtu ambaye tayari una mafanikio ndani yako. Kinachobaki ni muda na uelekeo sahihi. Na kufikia hapa, hii ni uthibitisho kwamba akili yako iko tayari kupokea zaidi, roho yako ipo tayari kupanda hatua inayofuata na maisha yako yapo kwenye mstari wa mabadiliko. Kwa hiyo kamwe usijidharau na usimdharau mtu mwingine. Usijilinganishe na watu wengine. Safari yako ni halisi na mafanikio yako tayari yameanza kuanzia hapa unapotazama video hii. Na kuanzia leo tembea kama mtu aliyefanikiwa. Fikiria kama mtu aliyefanikiwa. Chagua nishati kama mtu aliyefanikiwa na jitamkie kwamba mimi ni mtu mwenye mafanikio. Unaweza hata ukaandika hapo chini kwenye comment. Kwa jinsi ambavyo unajiandikia maneno yako yanaishi. Nishati unayoiweka hapo inaishi. Hauandiki bure tu na wala hauandiki kwa ajili ya kujitangaza au kumfurahisha mtu fulani. Bali unaiandikia universe na universe inaona na kufanyia kazi ile nishati unayoitoa. Karibu sana kwenye familia hii ya watu wanaoamka na endelea kubaki hapa kwa sababu kilicho mbele yako ni kikubwa zaidi. Tafadhali sana share video hii na wale wote wapendao ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe, make sure una subscribe ili video inayofuata isikupite. Asante sana.